Kumbuka kufollow, kusubscribe, kulike na kushare. Hii ni Come TV Tanzania. Karibu tuongee. Tunajua kila mmoja anao nafasi ya kuijua ama kufahamu kuhusiana na familia. Ni muhimu sana kwenye jamii yetu, kwenye familia zetu, kwa sababu ndio familia na maana kubwa sana tukisema hivyo. So huwa kuna siku ya kusherehekea siku ya familia duniani, na pengine tuiangalie kwa undani hii siku ya familia duniani ina maana gani, lakini imebeba ujumbe gani haswa kwenye engo hii ya familia. Sasa tuko na mtaalamu hapa ambaye mara nyingi tumekuwa naye katika kuyajadili haya, mtaalamu wa ustawi wa jamii, lakini pia sayansi ya jamii iko hapa. Kwa hiyo kwa jambo lolote, kwa namna yoyote ile, basi unaweza tukawasiliana moja kwa moja. Kama una changamoto ya kifamilia, basi unaweza ukatafuta na akaweza kusaidia mahali popote pale ulipo. Mimi jina langu naitwa Mr. Come TZ, ambaye tuko kwenye hii section podcast. Karibu sana afisa. Asante. Wengi wanakufahamu, najua wanakufahamu. Sasa twende tu moja kwa moja kwenye mada. Pengine tufahamu kwanza familia yenyewe, na siku hii ya familia mara nyingi tunakuwa tunaisikia. Undani wake ukoje? Kwanza tunapozungumzia tu familia, wengi pengine wana dhana ile ya karibu sana ambayo pengine sio fikirishi. Labda mtu anasema familia ni mkusanyiko wa baba, mama na mtoto. Yaani hiyo ni dhana ambayo sasa iko mtaani, watu wanaijua, lakini tunapozungumzia familia ina dhana ambayo ni fikirishi, ambayo inakufanya wewe ufikirie nini maana ya familia. Kwa nini labda pengine mimi na wewe sio ndugu, lakini kuna matendo ambayo yanatuunganisha, kuna kazi ambazo zinatuunganisha, ambapo baadaye wewe mwenyewe utasema tu yule sio rafiki yangu, yule ni familia yangu. Kwa nini? Kwa nini inakuwa hivyo? Kwa hiyo ninachotaka kusema kwamba familia sio mkusanyiko tu wa watu. Familia ni moja ya kati ya taasisi kubwa sana duniani. It's a very big institution. Ni taasisi kubwa ambayo sasa yenyewe inajengwa na mahusiano ya damu, biological ties. Inajengwa na ndoa, marital status. Inajenga na socialization, kujamiiana, masuala ya malezi. Lakini nitaongezea ya 4, inajengwa na kitu ambacho tunakiita street ties. Na kwenye street ties hapa tunaye msanii wa hip hop hapa Tanzania anaitwa Fid Q. Ana mstari wake anasema hivi: machizi sikusoma nao, nilikutana nao tu mtaani. Udogoni sikucheza nao, lakini ndo machizi wa ukubwani. Anapozungumzia neno tu machizi, amezungumzia tu kama machizi, lakini amezungumzia kama marafiki. Yaani hao marafiki yeye hakukuwa nao, hakucheza nao, umeona, alikutana nao mtaani, lakini hao ndo marafiki wa ukubwani. Kwa hiyo hii ndo naiunganisha katika ile dhana ya 4, maana ya familia katika street ties. Nimekutana mimi na wewe, unanioji, tumefanya kazi nyingi sana kiasi kwamba tunapopata part aways, kwamba nimeondoka, niko nje ya nchi au niko sehemu nyingine tofauti, namna ya kunizungumzia mimi utasema yule sio rafiki, yule ni kama familia. Kwa hiyo familia ni mjumuisho wa hivyo vitu nilivyovisema. Naam. Tumekupata vizuri. Hebu tuende kwenye hii siku sasa, hii siku yenyewe ya familia. Hii siku ya familia ilianzishwa kwa lengo mahususi tu kuweza kuitambua na kuweza kujua hii taasisi ya familia inafanyaje kazi, ina operate vipi, familia inakutana na kadhia zipi, familia inakutana na changamoto zipi. Je, kwa nini sasa hii familia imepewa position kubwa kuliko taasisi zote, kwamba familia ndo taasisi namba 1 duniani? Nini ilichoipa sifa? Sasa ni kutokana na hivyo vitu, kwa sababu yenyewe ndo inawaunganisha watu katika nyanja tofauti tofauti, street ties,
biological ties, socialization, inawaunganisha hawa watu. Kwa hiyo ilianzishwa ili kuweza kutambua sasa, kwa sababu chochote unachokiona ni product ya familia. Mimi nimekaa hapa, naitwa Daktari Tommy Simbeye, ni product ya familia ya Simbeye. Kwa mtangazaji Mr. Comeback, una familia yako, ni product ya familia yako. Kwa hiyo unaponiona mimi nimetengenezwa na familia yangu. Kwa hiyo waliona huo umuhimu wa kucelebrate hiyo siku, wa kujua kwamba chimbuko ya kila kitu ambacho tunachokiona, chochote kile mtu anachofanya, ni tabia yake, nyenendo yake, maisha yake, yanaanzia kwenye familia. Kwa hiyo mnaadhimishaje vitu vingine lakini hamjui sosi ya hiki kitu? Kwa sosi hii vitu ni familia. Jamani, twendeni kwenye familia, kwa sababu familia ndio inaanzisha kila kitu. Kwa maana akaona umuhimu wa kuanzisha hiyo siku, na Umoja wa Mataifa wakaipitisha mwaka 1993. Mpaka leo hii tunaendelea kuadhimisha kwa sababu tunaona umuhimu wake mkubwa. Sawa, mwaka 1993 serikali inafanya nini hasa kwenye maadhimisho ya siku kama hiyo? Yaani vitu gani hasa ambavyo serikali inaviweka kama kipaumbele? Serikali ina vitu vingi vya kufanya. Moja ya kitu ambacho au muhimu kwa nini siku inaadhimisha ni ili kuweza kuisaidia serikali sasa iweze kuratibu sera na mipango juu ya hasa masuala ya familia. Na ndio maana hapa sasa kupitia Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Makundi Maalum ambayo inaongozwa au inasimamiwa na Mheshimiwa Dorothy Onesphoro Gwajima, huwa wanaichampion hii siku. Wao wanaisimamia kwa kufanya seminars tofauti tofauti, lakini pia kwa kufanya makongamano tofauti tofauti, lakini pia kuwaagiza sasa maafisa sehemu mbalimbali, ngazi za mikoa na halmashauri, kuhakikisha basi wanaadhimisha hii siku. Na lengo Watanzania hawajaipa kipaumbele na perhaps hawajajua umuhimu wake, na ndio maana hatuchoki. Tumekuwa tukifanya kila mara kuhakikisha tu basi watu wanapata uelewa. Kwa hiyo serikali ina play part kubwa sana, na sio serikali peke yake, pia kuna wadau mbalimbali, stakeholders ambao wanafanya kazi na serikali. Kwa hiyo wanaichampion hiyo siku kuhakikisha basi familia inakuwa katika misingi ambayo iko bora, kuwafanya vijana wasiogope kutengeneza familia, kuwafanya wababa basi wajue majukumu yao ndani ya familia, kumfanya mama ajue mipaka yake ndani ya familia, as well as mtoto ambaye anazaliwa, misingi na malezi ambayo anapatiwa. Kumbuka kufollow, kusubscribe, kulike na kushare. Hii ni Come TV Tanzania. Karibu tuongee.